Bana, leo ni mwezi wa 4 ikiwa ni tarehe 15, siku ambayo jua limetwama na mshumaa umezima kwenye tasnia ya filamu nchini Tanzania, na ni kwa mwigizaji wa filamu mwanadada Hawa, ambapo taarifa zake tumezipokea toka majira ya saa 8 kwa saa ya Afrika Mashariki, mara baada ya bidada huyu kufikwa na umauti akiwa nchini India, na kubwa hasa ilikuwa ni swala la matibabu. Ukisikia tafsiri ya kwamba ameugua kwa kipindi kirefu, inayaakisi maisha ya bidada Hawa ambaye ameishi kwa muda mrefu sana akisumbuliwa na maradhi ambayo yalipelekea yeye kuchangiwa michango na Watanzania pamoja na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni jambo ambalo limetugusa wengi. Wengi wanamfahamu kwa jina la Karina, ila kwa majina ya liopo kwenye vyeti vyake anaitwa Hawa Hussein Ibrahim, almaarufu kama Karina. Ni moja ya wasanii ambao wamedumu kwa muda mchache katika tasnia, lakini muda mwingi wameishi katika maisha ya kuuguza ugonjwa ambao ulikuwa ukimtaabisha bidada. Nipo na ndugu yangu, langu jina ni Jafet wa Mipango. Karibu walau kwa uchache tuangazie yale ambayo bidada ameyaishi katika maisha yake ya miaka ambayo inahesabika ya sisi wanadamu kuwepo katika sayari ya 3 inayoitwa dunia. Augusto Tabibu takuwa naye mwanzo mpaka mwisho kuyajadili mengi. Bana kaka, hii taarifa imekuwa ni moja ya taarifa ambayo imewashtua mioyo ya watu wengi, na Watanzania katika hili walikuwa wakifuatilia komenti zao nyingi. Ukipita kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, posti nyingi naona zina watu zaidi ya 1000 ambao wameguswa na wameona waandike kitu. Wapo wale ambao like lakini hawajaandika kitu, sijui mioyo yao itakuwa inasema nini, pengine ikawa ina mazito, na hii ni kama sehemu ya mfano. Kwako umelipokea vipi? Bana, ni taarifa ya majonzi, huzuni. Kwanza sisi kama Chawakota tufikishe salamu zetu za pole kwa familia ya Karina Caroline Hawa, ambaye ni majuzi kati tu tuliona aliaga akiwa airport pale akielekea nchini India kwa ajili ya matibabu yake, na ilikuwa leo ndo arudi Tanzania. Na angewasili majira ya saa 7 za mchana, lakini sivyo bahati. Mungu ametoa, Bwana ametoa na Bwana ametoa, Bwana ametwaa. Kwa hiyo jina lake lihimidiwe. Kiukweli ni jambo la huzuni sana. Tunasikitika kama vijana wa Kitanzania, lakini kama vijana ambao tupo kwenye tasnia hii ya entertainment, tasnia film, kiukweli ni habari ya huzuni sana. Wengi wanaweza wasiwe na mfahamu kihivyo bidada Carolina au Karina kwa jina la kazi aliyokuwa analitumia, lakini katika maisha yake ya kuugua yanaweza kama amewafanya wengi wamfahamu kwa sababu ya vile alivyokuwa akihangaika kutafuta fedha kwa ajili ya matibabu. Inaweza watu wakajiuliza, mbona kuna wengine wanapitia magumu, pengine la Hawa likawa ni jepesi zaidi. Lakini unapozungumzia operation 26 katika mwili wa mtu, na zote hizo zikiwa zimelenga sehemu moja ya mwili ambalo ni tumbo, ni kitu ambacho kinasisimua sana. Na sio hivyo tu, unajiuliza kwa nini mtihani huu mkubwa ulikuwa kwake. Lakini kitu ambacho mimi nilikipenda kwa Hawa ni vile ambavyo alikuwa hajikatii tamaa. Kuna mgonjwa anaweza akaugua, na katika maisha hayo ya maradhi yakamfanya kupoteza matumaini ya kurejea tena katika hali ya kawaida na kutembea. Kwenye interview ya mwisho
ambayo alifanya na Global TV, mwanadada Imelda Aise, moja kati ya wanadada ambao wanafanya kazi nzuri sana. Mimi naomba nitoe maua hapa, licha kwa tupo katika nyakati ngumu, lakini naweza nikasema ni miongoni mwa watu wachache ambao walituhabarisha hii habari na wakaiendeleza kwa mwendelezo katika kila hatua aliyokuwa anapitia bidada. Huyu mwandishi alisafiri kutoka Tanzania na akaenda mpaka India, na ndo chombo ambacho kilifanya mazungumzo au mahojiano na Karina, na bidada alionyesha vile ambavyo anashukuru. Yaani ni mtu alikuwa na moyo wa kushukuru licha ya kwamba bado alikuwa kitandani, lakini alizungumza kauli moja ya kwamba sasa naona nikirejea katika hali ya kawaida niwe kama wewe, akimwambia mtangazaji niwe kama wewe. Ina maana atoke kitandani arejee katika hali yake ya kawaida, lakini operation yake hiyo ilipunguza kiasi kikubwa sana cha utumbo wake, ambapo alizungumza kwamba alionyeshwa kiasi cha utumbo ulikuwa unajaa ndoo. Yes, alizungumza 80% ya utumbo unaondoshwa kwenye uliondolewa. Na kiasi kidogo cha utumbo kilichosalia ndo kikaunganishwa na utumbo mwembamba. Okay, ikawa ni kitu sasa kimoja. Na swali la msingi ambalo Imelda alimuuliza, vipi kwa upande wa chakula itakuwaje? Akamwambia kwamba ni taratibu, sasa ni swala la kuambia ubongo uanze kuzoea ile hali ambayo ni hali mpya katika mwili wake. Kwa hiyo kwa kweli familia hivi sasa nadhani ipo katika wakati mgumu ambao Watanzania pia dua na sala ziwe upande wao. Ziwe upande wao kwa kweli katika hizi nyakati ambazo wanapitia kwa hivi sasa. Ni nyakati ambazo wewe unayetutazama kwa hivi sasa unaweza kusema sasa kwa nini mumzungumzie huyu mtu? Hapana, tunazungumzia kwa sababu sanaa ni kioo ambacho kinawapa watu majina ya watu kuwatumia kama sehemu ya case study. Unaona? Ukikuta inatumika vile kama ni mfano, kwa sababu sio kila mtu ambaye anateseka na changamoto alionayo atapata nafasi ya kuja kuzungumza katika vyombo vya habari. Kuna watu hawapati hiyo nafasi, lakini yeye alipata, na shukrani nyingi kubwa kwa kweli mimi nitazipeleka kwa Watanzania. Tanzania wamesimama sana na hawa. Watanzania kwa kweli tumekuwa ni wamoja sana. Sio wakati wa burudani, lakini hata wakati wa matatizo tumeiona nguvu yao. Tumeona nguvu kubwa sana ya Watanzania katika kutoa michango yao ya kuhakikisha kwamba mtu anarejea katika hali yake. Na kubwa tumeliona pia kwa hawa, tumeona kwa matukio mengi makubwa. Tumeona kwenye tukio la Kariakoo vile ambavyo watu walijitoa kwa hali na mali kuhakikisha kwamba wale watu wananasuka katika janga ambalo limewakuta. Ndivyo ambavyo pia tumeshuhudia Watanzania wakihangaika na Karina mwanzo mpaka hatua hii ambayo tunasema Bwana ametoa na Bwana ametoa, na kumshukuru katika kazi zote ambazo amezifanya. Pengine alikuwa na kusudi la huyu dada kupitia hizi changamoto. Na tujajua kusudi la Mwenyezi Mungu lilikuwa ni lipi. Lakini tunaogopa ile kuzungumza sana kwa sababu tunaweza tukakufuru, lakini kubwa ni kuyashukuru na kuyaangalia namna ambavyo ameyaishi maisha yake, kusherehekea maisha yake. Mtu anaweza kujiuliza, ukisema kusherehekea unaweza mtu akakwambia kwani anko wangu amefanya kubwa lipi? Lakini huo mchango wake mdogo ambao wewe uwezi ukauona, waliofanya naye kazi wanaelewa. Nimeona Bob Junior ametoa andiko, lakini kubwa hasa ni amegusika kihisia kwa namna ambavyo amepokea ile swala. Bidada pia Nifa ni mastaa wengi sana. Mimi mwenyewe binafsi nilianza kumuona Karina kupitia nyimbo ya Bob Junior. Oyoyo. Kitambo kidogo. Yes, muda sana. Alikuwa kama Vixen mule. Oyoyo imetoka 2008 na 9. 2008 hivi. Na 8? Alikuwa Vixen mle. Ilikuwa ndo kama breakthrough ya Karina kwenye industry, na ndipo watu wengi walianza kumuona na kuvutiwa na talanta yake. Tungepata wasaa pengine tusome comment za Watanzania. Wanazungumza wameguswa vipi na msiba huu mzito ambao umetukuta kama Watanzania.
lakini vijana, kwa sababu alikuwa ni kijana mpambanaji bado ambaye anapambania maono yake. So, nikipita hapa katika mitandao ya kijamii kuna Dorothy Caroline, bidada ambaye huwa anatokea sana kwenye comment. Amesema kateseka jamani. Wacha apumzike, huko akiweka emoji za wale njiwa wale wa kupeperuka. Wapo wengi. Masauti ameandika inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kwenye posti aliyoposti Nifa, yeye ameposti hii posti ya picha ya Karina na kuandika inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lakini ameandika April 2025 is really a bad month, akimaanisha kwamba ni mwezi mbaya. A lot is happening. Mambo mengi yanatokea kwenye mwezi huo. Kwa mtazamo wake vile ambavyo anaona, kwa kweli si mwezi mzuri kuondokewa na mpendwa wako katika nyakati ambao ulikuwa unaona ameanza kupata haueni na umekaa naye kwa muda ambao ulikuwa, kuna muda unajua muuguzaji huwa anawahi kukata tamaa pengine labda hata kuliko mgonjwa. Na kwa mujibu wa mdogo wake ambaye alimsindikiza pia India kwenye matibabu hayo, japo yeye aliwahi kurudi kwa maana pia mama hao ni mgonjwa na wanauguza mama pia. Kwa hiyo aliwahi kumshughulikia mama. Kwa mujibu wa mdogo wake anasema kiukweli alikuwa ameanza kurejea katika utimamu. Yaani kuna nafuu fulani alikuwa ameanza kuipata Karina. Na alikuwa anazungumza, anasema najiona nikirudi kuwa kama nilivyokuwa mwanzo. Nikukatisha kidogo, samahani, nikukatisha kidogo. Mtazamaji hapa, mama wa Karina tulivyokuwa tunazungumza, amefanyiwa mahojiano na Global TV na msiba kwa hivi sasa uko nyumbani kwao. Tunatafuta namna ya kujua msiba upo maeneo gani, lakini mama ameguswa kwa huzuni na hata kuongea kwake ni kwa tabu, kutokana na kwamba jambo ni zito kulipokea. Jambo ni zito. Na wengi huku kwenye comment pia wamesikitishwa na kile ambacho kimewafika familia, lakini Watanzania kwa ujumla kubwa, watu wakizungumza maskini Mungu amtie nguvu huyu mama, wengine wakiweka emoji za kulia. Pole sana mama, msiba ni mzito sana. Pole sana familia ya Karina. Karina alikuwa mpambanaji wa maisha yake. Pole sana kabisa sana. Imelda atasema wengine ni inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kwa Imelda mwingine kauliza tu, sio swala la muhimu. Wengi ni hivyo, pole mama, kifo hakina huruma, pamoja na mateso aliyopitia lakini kimeamua kumchukua. Wengi wanaona hivyo. Mungu atukuzwe, amjalie rehema na fadhili zake, apumzike kwa amani. Anasema shujaa wa afya yake, mpambanaji wa imani, asiyechoka. Mungu ni mwaminifu. Hakika mbingu imekupokea, ibada yako ilikuwa ya muda mrefu. Pole Imelda, pole mama kwa kupoteza binti, pole sana wauguzi, ila Mungu amempenda zaidi. Anashukuru kwa hivyo. Wengine wanaendelea vile vile, lakini kwenye msafara wa mambo anasema kenge wamo, hawakosekani watu wenye comment za ovyo katika hili. Lakini yote kwa yote tuendelee kumwombea Karina na dua za Watanzania. Pale ambapo Mwenyezi Mungu anaona panafaa kumlaza, basi amweke mahala panapostahili.